nichukue nafasi hii kuwapongeza sana mstahiki meya na baraza lako la madiwani, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, lakini zaidi mtendaji wenu mkuu wa manispaa ambaye ni mkurugenzi. Hongereni sana. Mimi nimekuja hapa, najua historia ya mji wa Moshi. Miaka yote tunapata tunzo ya kuwa wa kwanza, lakini hapa katikati hapa Mheshimiwa DC umesema tukateleleka hapa kidogo. Mategemeo yangu nini sasa? Mategemeo yangu kwamba mstahiki meya na Mheshimiwa mkuu wa wilaya na mkurugenzi mwakani, nafasi ya kwanza ya manispaa Moshi, nafasi ya kwanza, mkienda tena mtachukua tena tunzo ya nafasi hii. Baada mtaa mmoja mtachukua mitaa yote mitatu. Kwa hiyo na mitaa mingine tutafuta ili iweze kuwa na. Kwa hiyo hata viongozi wetu wakubwa waliposikia kwamba manispaa ya Moshi ndio ilikuwa ya kwanza, wakasema hawana doubt, kwa sababu ndio tabia yetu. Sasa Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nataka niwaombe wana Moshi, swala la usafi linaanzia nyumbani kwako. Kwa hiyo niwaombe, kama ni takataka basi tuzitunze vizuri kabla ya gari la takataka halijapita. Tunapokunywa maji tusitupe chupa ovyo. Ndio maana mkurugenzi ametuwekea dustbin nyingi kwenye mji. Sasa hapa nataka tukaze nati kidogo, hasa Mheshimiwa meya, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, na haya ni mambo yale tulikuwa tunasema zile bylaws zile sasa zifanye kazi. Mkurugenzi, kaza nati kwa watu wa hovyo namna hiyo ambao wanatupa takataka ovyo, hawataka kutunza mji. Hakikisheni nyinyi wala usikubali naye. Wewe piga fine according bylaw ambayo nyinyi mmeiweka. Tumesema basi yote lazima yawe na dustbin. Mmekwenda kukagua? Hayo nilisema zamani. Sio lazima mkurugenzi, sio lazima DC, sio lazima meya, nyinyi waheshimiwa madiwani. Hiyo si ndio manispaa yenu? Wewe unakwenda pale, unaingia kwenye basi, unamwambia nionyeshe dustbin. Unamwita mtendaji na mpiga faini ili kesho ajue kwamba mji sasa hutaki masala wala hutaki mchezo wa aina yoyote. Tuna zaidi ya miaka mitatu tulikuwa hatujarudi kwenye position yetu, kwa sababu nchi hii ukizungumza usafi unaopata ndani ya manispaa ya Moshi. Lakini kwa kipindi hiki cha miaka mitatu hapo wenzetu walituzidi, zipo jitihada ambazo tumezifanya. Lakini kimsingi kitu gani kimetufikisha hapa? Moja ni commitment. Sisi wenyewe, kwa maana mimi mkurugenzi na timu yangu, mstahiki meya na baraza lake la madiwani, tumekuwa watu ambao tumeamua kufanya kazi hii na kuhakikisha tunairejesha manispaa ya Moshi kuwa namba 1 kiusafi. Tumefanya vitu vifuatavyo. Nyinyi wote mnakumbuka, waandishi wa habari, na washukuru sana, mna mchango katika mafanikio haya. Ni ile hali ya kukubali kukosolewa na kupokea mapungufu na kuyafanyia kazi. Lakini 2, tulijitathmini. Tukagundua tuna mapungufu ya vifaa tulivyo navyo. Kwa hiyo tukaja na mkakati kwanza kuhakikisha tunatoka kwenye kuzoa taka sisi wenyewe, badala yake tunazigawa zile kata kwa kutangaza mawakala. Kwa hiyo tuna kata 21, kata 10 kwa mwaka wa fedha huu unaendelea tulianza kubinafsisha. Lakini jambo lingine, tukaamua kuongeza gari. Kama mnavyoona, hili gari lililopo nyuma yangu ni gari mpya, imezinduliwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Tumenunua kwa mapato yetu ya ndani ili kuongeza nguvu ya kuhakikisha taka zinazolewa kwa wakati. Lakini jambo la 4 ni kushirikisha jamii. Kushirikisha jamii kwamba swala zima la taka ni swala la kila mmoja. Kwa hiyo usafi wa mazingira Moshi unaanza na mimi na wewe. Kwa elimu hii tumekuwa tukitoa na tunashukuru, tuna makundi mbalimbali ambayo yanatusaidia. Lakini tuliongeza, tunaona kwenye kila mtaa wetu, mnaona tumefunga hizi vibaketi vidogo vidogo, kwamba mtu akinywa maji asihangaike atupe wapi, akitembea tu akazaa anakutana na kile kiboksi, anaweka takataka yake na makundi yetu yanaenda yanachukua. Lakini tukaongeza skip bucket, tuna zaidi ya skip bucket 30 ziko kwenye maeneo yetu. Kule nyuma tulikuwa tuna gari 6 za taka, sasa hivi tuna gari 12 na hii inaenda kuwa ni gari ya 13.
tuna mitambo minne. Kwa hiyo tuna vifaa ambavyo tuna uhakika vikiingia mtaani taka zote zitakwenda kuzolewa kwa wakati. Lakini kubwa kuliko ni kupitia mapato ya ndani, tunatenga sasa kila wiki tunapofanya matumizi yetu lazima tutenge fedha kwa ajili ya kukarabati mitambo na magari yetu ya taka. Lakini jambo la mwisho zaidi lilotufikisha hapa ni ushirikiano na jamii, ushirikiano na viongozi wa chama na serikali. Wanatupa support kubwa, wanatutia moyo. Sisi changamoto kwetu hatuzichukii. Na mimi ni mtu ambaye ninaamini wakati mwingine changamoto zipo kukuvusha kutoka stage moja kwenda stage nyingine.